Bwana wewe unayemwona hapo kwenye thumbnail, huyo ni wakala wa soka hapa Afrika. Huyo ni wakala ambaye aliwahi kufanya biashara ya wachezaji wengi kwenye dirisha moja, biashara ambayo ilikwenda kumuua mnyama miaka 4 baadaye. Sasa ni biashara ya wachezaji wangapi na ni klabu gani na ilikuwaje, nitakuja kuelezea. Lakini huyu pia ni wakala wa meneja wa Simba Dimitar Nikolaev Pantev. Huyu bwana ni raia wa Botswana mwenye umri wa miaka 33 anayefahamika kama Bakang Moipone. Ukitoa kazi yake kama wakala na msimamizi wa wachezaji pamoja na makocha tofauti tofauti hapa barani Afrika, huyu jamaa pia ni mchambuzi wa soka katika nchi yake mama ya Botswana. Amefanya kazi katika televisheni ya taifa ya Botswana BTV, lakini pia amefanya kazi katika redio ya Botswana kama mchambuzi. Kwa hiyo ukitoa kazi yake kama wakala, lakini pia ni mtu ambaye ana uelewa mkubwa sana wa mpira, ni mtu ambaye anajua kuuchambua mpira, kwa hiyo anaweza kuutazama mpira kwenye lenzi ya kiufundi. Na ndio maana kwa kiasi kikubwa sana sifa yake moja kubwa ni kuwa na wachezaji wachache lakini wenye quality. Katika kitu ambacho anakizingatia sana hata miongoni mwa makocha pia ni kuwa na idadi ndogo ya wachezaji na makocha ambao wana quality ya kutosha. Ndio maana Dimitar Pantev ni miongoni mwa wateja wake. Sasa huyu bwana mpaka kufikia 2021 alikuwa anashikilia wachezaji 25 na makocha 2 tu. Hiyo ni kukuonyesha ni namna gani huyu jamaa ana msimamo sana katika kuhakikisha kwamba anamiliki wachezaji ambao wana quality, lakini wale makocha ambao pia wana potential na ana uwezo. Kwa mara ya kwanza alipoanza kazi ya uwakala mwaka 2017, alifanya biashara ya wachezaji 7 kwenda katika klabu ya Jwaneng Galaxy. Mwaka wake wa kwanza alifanya mauzo ya wachezaji 7 kwenye dirisha moja kwenda kwenye klabu ya Jwaneng Galaxy. Wachezaji ambao baadhi walikuwa sehemu ya wale ambao walikwenda kuwaharibia malengo Simba Sports Club kwenye hatua kama hii, hatua ya pili ya kujaribu kushiriki makundi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika mwaka 2021. Sasa unaweza kupata picha, mtu kwenye mwaka wake wa kwanza akiwa kama wakala anafanya biashara ya wachezaji 7 tena kwenye klabu kubwa. Maana unapozungumzia Jwaneng Galaxy kwa pale Botswana ni klabu kubwa. Kwa hiyo unachokuja kukigundua ni kwamba huyu ni wakala ambaye kiukweli anaheshimika kwa kiasi kikubwa sana, hasa kwenye ukanda huu wa Afrika Kusini. Ni wakala ambaye anasimamia wachezaji ambao ni hatari, anasimamia makocha ambao ni hatari, kwa sababu yeye mwenyewe pia uelewa wake wa mpira ni mkubwa sana. Sasa huyu ndo amefanya kazi kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba Dimitar Pantev na msaidizi wake wametoa katika klabu ya Simba. Kwa hiyo unaweza kuimagine pengine hata hichi ambacho watu wamekiona kutoka kwa Pantev, hata kile ambacho watu walikiona kutoka kwake akiwa Gaborone kilikuwa kina maana. Ina maana wakala wake alikuwa ni mtu ambaye ni makini, ni wakala ambaye anamjua mwalimu mzuri ama mchezaji mzuri pale anapomuona. Kwa hiyo huyu bwana ndo alikuwa nyuma ya dili la Pantev kuja Simba, licha ya kwamba kulikuwa kuna changamoto na ushindani kutoka kwa wapinzani wao Young Africans, lakini alihakikisha kwamba simu ya kwanza ambayo aliipokea kutoka kwa Simba ilikuwa ndo inakwenda kuwa mahala pa Dimitar Pantev kwenda kuonyesha uwezo wake.